Sio kauli ngeni kusikia baadhi ya wadau wa soka wakilalamika kwamba uwepo wa wachezaji wa kigeni unafifisha nafasi ya wazawa kwenye klabu mbalimbali hapa nchini. Kila klabu ina nafasi ya kikanuni kusajili wachezaji 12 wa kigeni. Kama huna star wa kigeni, basi ni swala la mfuko wako au uamuzi wa chama lako. Wapo wageni ambao wamekuja na viwango bora, lakini wakakutana na mziki wa wazawa wabishi, kisha wakawakomalia na kuwaweka nje au hata kugawana mechi nusu kwa nusu. Hebu tuangalie mastaa 7 ambao wamegoma kukaa benchi na kuingia kwenye vikosi vyao kibabe, kisha wanafanya kweli uwanjani. Wa kwanza ni Zuberi Foba, Azam FC. Ni kijana ambaye Azam FC imempika na sasa anakuja juu akiitaka nafasi kibabe ndani ya klabu hiyo, akichuana na mkongwe Issa Fofana. Msimu huu Foba ameonyesha hataki kukubali unyonge. Ndani ya michezo 4 ya mashindano amegawana nusu kwa nusu na Fofana, raia Ivory Coast, akicheza mechi 2 ikiwemo moja ya kombe la shirikisho Afrika na moja ligi kuu bara sawa na Fofana. Kama haitoshi, Foba kiwango chake kimembeba akicheza bila kuruhusu bao na kuitwa mpaka timu ya Taifa Stars, huku Fofana akiruhusu bao moja. Wa pili ni Azizi Ndambwile wa Yanga. Kama kuna mtu amestua kwenye kikosi cha Yanga msimu huu, basi ni kuibuka kwa kiungo Azizi Ndambwile ambaye ghafla amekuwa star muhimu ndani ya kikosi hicho. Ndambwile ndani ya Yanga ya kocha Romain Folz alikuwa wa moto, akiliteka eneo la kiungo wa kati pale chini, akimweka nje star ambaye alikuja kwa mbwembwe nyingi Musa Balakonte. Kwenye mechi 5 kabla mabadiliko ya benchi la ufundi, akija Pedro Gonçalves na kuondoka Folz, Ndambwile ameanza mechi 4 huku moja tu akianzia benchi, lakini kama haitoshi ameshafunga mabao 2 huku akionyesha kiwango kikubwa. Wa tatu ni Yahya Zaidi wa Azam FC, nahodha msaidizi wa Azam ambaye anacheza kama kiungo wa kati chini pale kwa matajiri wa Chamazi. Yahya bin Zaidi kuanzia msimu uliopita ameonyesha anataka heshima yake irudi, akitawala kwenye kikosi cha kwanza licha ya ujio wa kocha Flora Ibenge. Kiungo huyo amekuwa bado chaguo la kwanza akianza kwenye mechi zote 4. Kiwango cha Zaidi sio taarifa nzuri kwa kiungo bora kama James Akaminko, raia wa Ghana, ambaye amelazimika kusubiri nje kwa baadhi ya mechi. Mwingine ni Jobu Baka na Mwamnyeto wa Yanga. Pale Yanga kuna wazawa wengine jeuri ambao ni mabeki Dickson Jobu, Ibrahim Hamadi Baka na nahodha wao mkuu Bakari Mwamnyeto. Jobu na Baka wamecheza kwenye mechi nyingi huku Mwamnyeto akisotea sana benchi, lakini Yanga ikaleta beki wa kwanza wa kigeni Mamadou Doumbia, lakini akashindwa, akaondoshwa. Baadaye akaletwa Gift Fred, beki bora tu, lakini akashindwa kupasua kwa mabeki hao wawili, ambapo naye akapewa mkono kwa heri. Msimu huu ameletwa beki mwingine Frank Yasinki, raia wa Ghana, ambaye naye ni kama Gifti, ni beki wa kazi lakini bado ameshindwa kutoboa. Ndio kwanza Mwamnyeto ameibuka akiitaka namba, akianza kwenye mechi 2 huku mgeni akisubiri. Mwingine ni Yusufu Kagoma wa Simba, mzawa mwingine ambaye ni kiungo wa kati aliyesajiliwa msimu uliopita akitokea Singida Fountain Gate. Tangu Kagoma tuwe Simba ameonyesha uwezo mkubwa akiwapangua wageni kwenye eneo hilo, akibadilishwa wageni kucheza nao sambamba, lakini sio kukosekana. Hii imeandikwa na Victoria Melkiad na kusomwa kwako nami Hamza Saif.